Kutoka kwenye chart za Billboard mwaka huu hapa 2026, katika wiki hii hapa ya April, Drake amezidi kuweka historia katika muziki wa hip hop. Tumezoea kwamba wasanii wengi wakiingia kwenye chart za Billboard wameingia na kutoka, lakini hii imekuwa tofauti kwa Drake na amezidi kuonyesha ukubwa wake katika hip hop. Sasa kutoka katika jarida la XXL Marekani limetoa takwimu kuhusu Drake, na nafahamu kwamba Billboard imekuwa na top 200, yani ni album 200 bora kwa wiki. Sasa na wiki hii hapa Drake ameweka historia ya kuingiza album 10 kwa wiki hii hapa moja, album zote 10, na hizi album zote sio kwamba amezitoa hivi karibuni, ni album ambazo zimekwisha kutoka kwa muda mrefu, na zingine zikiwa na miaka 10 nyuma zimeshatoka, lakini zimeingia kwenye chart wiki hii hapa katika top 200 Billboard album of the week. Sasa albamu hizo ni pamoja na album ya Take ambayo ni namba 23 katika chart hiyo, na album nyingine ni Views namba 34, na nyingine ni Short Sexy Song ambayo ni namba 40, na Certified Love Boy ambayo ni namba 50, Scorpion namba 62, Thank Me Later namba 73, For All The Dogs namba 74, More Life namba 124, Nothing With The Nine Same namba 171, na Halos ni namba 198. Hizi album 10 zote zimeingia kwenye top 200 ya wiki hii hapa, na tumefahamu kwamba kuna wasanii wengine wamekuwa wakiingia kwenye hizi chati kama kina Jay-Z, kama kina Kanye West, kama kina Eminem, lakini hawakuwahi kuweka rekodi hii hapa ya kuingiza album zote 10 katika wiki moja, na hii imeonyesha dominance yake katika muziki wa hip hop na kuonyesha ukubwa wake katika muziki wa hip hop, na pia hii inamuonyesha yeye hana mpinzani katika hip hop. Labda msanii ambaye anaweza kushindana naye kwa hivi sasa ni Taylor Swift. Taylor Swift tumefahamu anafanya muziki wa country au wa pop, na amekuwa ni kama malkia wa pop kwa hivi sasa, na amekuwa ni msanii bora duniani. Sasa Taylor Swift at least kidogo yeye anaweza kushindana pamoja na Drake, maana yeye amekuwa na listi kubwa zaidi kwenye muziki wa pop kuingia Billboard. Pia tunafahamu kwamba Billboard mwaka huu hapa 2026 wameongeza vigezo kwa wasikilizaji ili nyimbo zao kuingia katika chart za Billboard. Tunafahamu kwamba nyimbo yako kuingia Billboard au album yako ni numbers tu. Sasa wameongeza kigezo cha paid subscription, licha ya kuwa na wasikilizaji ambao wao hawalipii, yani ni wasikilizaji wa bure kama ambavyo Watanzania wengi wanafanya kusikiliza nyimbo bila kusubscribe kwenye platform za nyimbo. Sasa wameongeza kigezo hiko kwamba ili mtu aweze kuwa na namba zaidi, aweze kuingia kwenye top 100, kwenye top 200 albums, anatakiwa kuwa na wasikilizaji ambao pia wako na paid subscription ili kumpa vigezo na credit zaidi za kuingia kwenye hizi chati za Billboard. Tunafahamu sasa hivi Drake amekaribia kuachia album yake ambayo ameipa jina la Iceman. Sasa hii inaweza ikaonyesha shauku gani ambayo wapo nayo mashabiki wa Drake katika kupokea album hii. Hafahamu album hizi ambazo zipo kwenye trend sasa hivi ni album ambazo zimeshatoka muda mrefu, kukiwa na album 2010, 2017, 2011 ndizo album zipo kwenye chati hii hapa, na mwaka huu album ambayo inaenda kuachiwa hii ya Iceman tutegemee mapokezi makubwa kama tu album 10 zimeingia hivi sasa na ni za zamani miaka 10 nyuma, na album hii hapo nayo inaenda kutoka, tutegemee mapokezi makubwa na kwenda kuvunja rekodi zaidi kutoka kwa Drake kwenye muziki wa hip hop. Hii hapa bwana ilikuwa ni Entertainment Corner kutoka CWB, na mimi naitwa Brazamento. Hii hapa ni Kawabe Media.